Tunaachilia damu ya Yesu ikatapakae katika mji nzima. Damu ya Yesu ikatapakae. Damu ya Yesu ikatapakae. Damu ya Yesu ikasafishe mji nzima. Damu ya Yesu ikatakase mji wa Matingazi katika jina la Yesu. Ikatakasike na roho ya ulevi, ikatakasike na roho ya uchawi, ikatakasike na roho ya uganga, ikatakasike na vifungo vya wanadamu, ikatakasike Bwana wa mabwana katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai. Tunaliinua jina lako Yesu. Ulisema tutakapoliinua jina lako utafuta wengi kuja kwako, utafuta mataifa kuja kwako, utafuta wenye dhambi kuja kwako, utafuta waliopotea kuja kwako, utawafuta Baba waliokandamishwa kuja kwako, utawafuta waliofungwa kuja kwako. Mfalme Baba, wafute wote waje kwako jioni ya leo katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai. Ninakushukuru Baba nikisema asante. Ninakushukuru mfalme wa amani. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna ukuu unaweza na utawala kama wako Jehova Shama. Nataka tuinue tena, tuinue taifa la Kenya mikononi mwa Bwana na kaunti zote 47 ambazo ziko katika taifa la Kenya, ya kwamba Mungu atupe amani katika taifa la Kenya. Kenya naifunika kwa damu ya Yesu, kona zote ninaifunika kwa damu ya Yesu. Bwana, nikichukua mamlaka na uwezo ambao umenipatia kuharibu mfalme kila mipango ya shetani juu ya taifa la Kenya. Baba, naiharibu mipango ya wanadamu juu ya taifa la Kenya. Ninaharibu mipango ya wachawi juu ya taifa la Kenya. Ninaharibu roho ya umwagikaji wa damu na watawala katika anga wa kumwaga damu katika taifa la Kenya isiyo na tia. Baba, tunaikemea hiyo roho ya kumwaga damu isiyo na tia, Baba, ya kugandamisha Wakenya na kuwafanya watekwe nyara. Na kemea roho ya utekaji nyara katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ya kwamba Baba unatenda mambo makuu, unatenda mambo makuu Baba, unatenda mambo ya ajabu, unatenda mambo ya kutisha. Hakuna Baba aliye kama wewe Jehova Nisi, hakuna uweza kama wako, hakuna utawala kama wako Bwana, hakuna baraka kama zako. Na hata pia kaunti 47 ninaikabidhi mikononi mwako. Ninapeana kaunti zote za Nairobi mikononi mwako. Ninapeana kaunti zote za Kakamega mikononi mwako. Ninapeana kaunti zote za Bungoma mikononi mwako. Ninapeana kaunti zote za Busia mikononi mwako. Napeana kaunti zote za Kirinyaga mikononi mwako. Na Embu Baba naipeana mikononi mwako. Na kaunti zote Jehova Shama Baba za Kiambu ninaipeana kwako mikononi. Nyamira Baba ninapeana mikononi mwako Jehova. Na hata Kisumu na Shaya Baba naikeana mikononi mwako. Na Baba na Chovya, kaunti zote kwa damu ya Yesu. Nachukua mamlaka leo kinyume na kila roho inaotembea katika kila kaunti, roho mfalme ya uwaji, roho Baba ya kuangamiza maisha ya wananchi, roho mfalme ya kuangamiza maisha ya watu wasiye na tia. Ninakemea na kuharibu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Rakatala bakazanda ramama Maria antalabozaya masia labosaka mama yanta masia laboselebe kanda masia labosaka yanta masia laboselebe kazaya masia laborianta labozanda rapa papa shalabakanda rokotolobo kazanda rimama Maria antalabozaya rakatala baba bazaya. Baba unastahili mfalme, kaunti zote Bwana unaachilia amani katika kila kaunti ya Kenya. Unaachilia Baba ushindi katika kaunti ya kila Kenya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Unaachilia masomo katika kila kaunti ya Kenya, hakuna kaunti tarudi nyuma. Unaachilia maendeleo katika kila kaunti ya Kenya in the mighty name of Jesus. Unaachilia biashara zikapate kuendelea kwa kila kaunti ya Kenya, maana kila kaunti inajitegemea. Kila kaunti Baba inasimamia watu wake. Baba, ni ombi langu ya kwamba saidia kila kaunti ya taifa letu ya Kenya, mapepo yashindwe
maroho ya kuzimu yashindwe, uuaji ambayo inaendelea katika kila kaunti ikapate kushindwa katika jina la Yesu, na itoweke kwa njia saba. Tunaitoa kwa njia saba katika jina la Yesu Kristo. My Father and my God, I ask you, Lord, to arise in every county, in every county. Lord, arise in your greatness, arise in your power, arise in your wholeness, arise and fight our battles in every county. In the mighty name of Jesus, I know you are able to turn around every county, Ribakanda. You are able to turn around the lives of the people. You are able to turn around the darkness in every county. You are able to turn around witchcraft in every county. You are able to turn around anything which is lingering against every county in the name of Jesus Christ. Baba, ninakushukuru. Baba, ninakuinua mfalme, nikisema ni asante ya kwamba kuna Mungu kama wewe. Hakuna ukuu kama wako Bwana, hakuna uweza kama wako. Tawala na utamalaki, tawala na utamalaki, tawala na utamalaki kila kaunti katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaomba usalama kwa kila kaunti Baba, usalama, usalama, usalama ushamiri. Tunakataa mauaji, tunakataa watu kuua wenzao katika jina la Yesu Kristo. Usalama ukatawale, usalama ukatawale kwa kila kaunti ya Kenya katika jina takatifu la Yesu Kristo. Ninakushukuru Baba nikisema asante, maana kuna Mungu kama wewe, hakuna ukuu kama wako mfalme. Hata kaunti ya Wajiri tunaipeana mikononi mwako. Lamu naipeana mikononi mwako. Kilifi, mfalme wa amani, Kilifi County na ikabidhi kwako mikononi Baba, ukatawale na ukatamalaki, maana kuna Mungu kama wewe, hakuna ukuu kama wako Jehova, hakuna uweza na utawala kama wako Bwana, hakuna neema kama wako Jehova Shama. Tunakuabudu, tunakutukuza Bwana, tunakuinulia sifa zote Baba, tunakuinulia utukufu mfalme. Leo nataka tukabidhi pia ndoa za watu mikononi mwa Bwana. Shetani amekuwa kiharibu ndoa ya kanisa, na Yesu akasema ya kwamba yeye ni bwana harusi na mfano wa ndoa ni mfano wa kanisa. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tukatae roho ya watu kuachana, the spirit of divorce in our marriages. Rakatala bakazanda, kila roho ambaye imeshamiri, ambaye inatawala ya divorce katika taifa la Kenya, tunaipinga roho ya divorce, roho ya wanandoa kuachana, roho ya wanandoa kutengana, tunaikemea katika jina la Yesu. Roho ya wanandoa kukosana, roho ya wanandoa hata kufaili divorces, Baba, tunaikemea katika jina la Yesu, na kuacha watoto wahangaike. Tunakataa Baba, watoto wasihangaike, watoto wasikose wazazi wao, watoto wasikose Baba, watoto wasikose mama, watoto wasikose fadhili kutoka kwa wazazi, watoto wasikose ulinzi na malazi na malezi Baba ya watoto katika jina la Yesu. Ninakushukuru, ninakuinua nikisema ni asante ya kwamba Baba unaachilia upendo kwa ndoa, unaachilia amani kwa ndoa, unaachilia ushindi kwa ndoa, unaachilia neema kwa ndoa. Maana ndoa ikisimama, kanisa litakuwa limesimama. Ndoa Baba ikikuwa, kanisa litakuwa imekuwa. Ndoa Baba, mfalme wa amani, ikiwa na amani, na hata ndoa Baba, kanisa litakuwa na amani. Ndoa Baba ikiwa na upendo, kanisa litakuwa na upendo. Ninakushukuru mfalme nikisema ni asante. Kila mapepo ambayo imekuwa signed Baba kinyume na kila ndoa, naikemea leo, naikemea leo, ninaibomoa leo katika jina la Yesu. Mapepo yote ambaye imekuwa signed kuachilia usharati katika ndoa za watu, tunakemea katika jina la Yesu. Mapepo yote ambayo imekuwa signed Baba kuharibu ndoa za watu, mfalme na watawala katika anga na nchi kavu, tunaiharibu in the mighty name of Jesus. Ninakushukuru Baba nikisema asante. Pokea sifa zote Bwana, pokea utukufu wote Jehova Shama, maana kuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana wa mabwana, hakuna kama wewe Jehova Nisi, hakuna kama wewe Jehova Rafa, hakuna kama wewe Elishadai, hakuna kama wewe mfalme wa amani. Baba
rakatala baba baba kasanda, rakatala baba baba kazanda, rakatala baba basanda labo, rikama marianta labo kazanda, rakatala basanda labo, rikama marianta labo sanda, rakatala bokazanda, rakatala bokazanda, rakatala bakazanda. Nataka tuombe uchaguzi wa mwaka wa 2027 ya kwamba utakuwa ni uchaguzi wa amani kwenye taifa la Kenya. Tunakataa damu kumwagika katika nchi yetu na katika maisha ya wananchi. Wananchi hawatamwaga damu yao kwa sababu ya wanasiasa, hawataangamiza maisha yao kwa sababu ya wanasiasa, katika jina la Yesu Kristo. Ya kwamba Baba, tunakabidhi mwaka huu mikononi mwako, na pia tunapeana 2027. Baba, imetupondolea macho, imekaribia na imefika. Tunakataa ya kwamba Baba, taifa letu itakapofanya uchaguzi haitakuwa kama Uganda, haitakuwa kama Tanzania Baba, wakizima na hata mtandao. Tunakataa hiyo roho ya uwezi wa kura, tunakataa hiyo roho ya ubinafsi ya wanadamu, tunakataa hiyo roho ya kutaka kutawala mpaka mtafilie kwenye kiti. Tunakataa hiyo roho in the name of Jesus. Ramakazanda rakatalaboseke antalabosanda. Neema Bwana, wewe ni wa neema Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama wewe Bwana. Ila ni wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine ila wewe Bwana. Ila ni wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine ila wewe Bwana. Ila wewe Bwana. Ila wewe Bwana. Ila ni wewe Bwana. Ila ni wewe Bwana. Ila wewe Bwana. Katikati ya miungu hakuna Mungu mwingine ila wewe Bwana. Ila ni wewe Bwana. Katikati ya Jehova hakuna Mungu mwingine ila wewe Bwana. Ila ni wewe Bwana. Ila wewe Bwana. Ila wewe Bwana. Ila wewe Bwana.
ila wewe Bwana, 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 ila ni wewe Bwana, ila ni wewe Bwana, ila ni wewe Bwana. Amen. Nataka kusoma maandiko tunapomalizia maombi yetu jioni hii ya leo. Biblia inatuambia katika kitabu cha The Book of Genesis chapter number 18 from verses, tutasoma 17 alafu pia tutasoma 23. Biblia inasema hivi: ikiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake kabla yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu ahadi zake. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi na dhambi zao zimeongezeka sana, basi nitashuka sasa nione kama wanavyotenda kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma, lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana. Abrahamu alikuwa kigali akisimama mbele za Bwana kwa maombi. Ibrahimu akakaribia akasema, je, utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Utaharibu mwenye haki pamoja na mwovu? Jambo la kwanza, tunaona Mungu akitaka kuangamiza Sodoma na Gomora, aliongea na Abrahamu akamwambia hataweza kumficha kile atakachoweza kufanya, ili kutoka hapa Abrahamu ajue atafanyaje. Bwana asifiwe sana. Akamfunulia, maana Abrahamu alikuwa rafiki wa Mungu, na Mungu akajua hata baada yake atasimamisha familia yake ama jamaa zake waendelee kumtumikia na kumwabudu Mungu. Kwa hivyo kile ambacho Abrahamu alikifanya ni kusimama kwa zamu kwa maombi juu ya Sodoma na Gomora. Na Abrahamu akaanza na watu 50. Je, ukipata watu 50 katika mji huo, utaangamiza mji yote kwa ajili ya watu wenye haki 50? Mungu akasema sitaangamiza. Abrahamu akaendelea kusimama mbele za Bwana akimwomba kutoka watu 50 mpaka watu 5. Mungu akasema hata nikiwapata 5 sitaweza kuangamiza mji. Kila ambacho nataka kusema hapa ya kwamba maombi kama haya ambayo sisi tumeanzisha ya 2026 ambapo ni maombi ya 21 days, wacha iwe ni maombi ya kusimama kwa zamu kwa ajili ya watu, kwa ajili ya taifa. Usimame kwa zamu mbele za Bwana kwa ajili ya familia yako. Wewe unajua hali ya jamii yako, unajua yale ambayo jamii yako inapitia, unajua yale rafiki yako labda anapitia. Simama kwa zamu kwa ajili ya mtu. Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Si tu kwa ajili yako peke yake. Maombi yako yawe machache sana, lakini maombi mengi elekeza kwa watu ambayo unawajua wana matatizo na wanahitaji msaada wa Mungu. Sodoma na Gomora ilikuwa na tatizo tayari, maana watu hawa walikuwa wamemwasi Mungu. Watu hawa walikuwa wametenda dhambi. Watu hawa walikuwa wametoka katika uwepo wa Bwana. Na hata Lutu akiwa pale ndani walikuwa wamechanganywa yote.
lakini maombi ya Abrahamu iliweza kumtoa Lutu katika maangamizi. Waliangamia tu wale kwa sababu Mungu alienda huko wathibitishe ni nini kinaendelea. Akakuta Sodoma inastahili kupata adhabu ama ghadhabu kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo akamwokoa Lutu pekee na familia yake, na baadaye hata hiyo familia ya Lutu pia mkewe naye, kwa sababu ya kukosa imani na kuangalia mali yake na vitu ambaye alivyokuwa kule Sodoma, aliambiwa asitazame nyuma, na yeye akaangalia nyuma na akageuka nguzo ya chumvi. Mpaka leo hiyo kisingiti iko. Bwana asifiwe sana. So maombi haya ambayo tunayoyafanya, tufanye kusimama kwa zamu kwa ajili ya watu wengine, kwa ajili ya kanisa la Kristo, taifa, watoto wa shule. Amen. Wasichomekewe na mabao. Wakati mwingine watoto wetu nakuta ya kwamba wanapoenda shule wamelala na shule inachomeka, wengine wanaangamia pale. Taifa letu liko katika hali ya hatari. Hakuna mtu mwingine ambaye ataweza simama kwa niaba ya taifa ila mimi na wewe. Na kama taifa itaangamia, ni sisi hatukusimama. Kama wenye dhambi wataangamia, ni sisi ambaye hatukucheza upande wetu. Tucheze upande wetu na tuachie Mungu upande wake. Simama kwa zamu vilivyo, simama kwa zamu sawasawa, na Mungu atatenda mambo makuu. Amen. Mungu akubariki sana, na Mungu akutende mema kwa kunisikiliza, na hata pia kwa kukubali kuja kusimama kwenye zamu katika siku ya leo ambayo ni siku ya Ijumaa. May the Lord bless you. Mungu akubariki, na Mungu akutie nguvu, atutie sote nguvu tunapoendelea na maombi na maombezi haya. Amen. Nataka tusimame tunapoenda kuimba kidogo, alafu tumalize kwa maombi.